Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa tunatazama mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu, lakini ni kauli iliyotolewa na kiongozi wa Korea Kaskazini Bwana Kim Jong-un ambaye amesema kwamba mpango wa Donald Trump wa Golden Dome utawasha mbio za silaha za nyuklia. Anasema kiongozi huyo, mipango ya rais wa Marekani Donald Trump ya mfumo mpya wa ulinzi wa kombora la Golden Dome itachochea mashindano ya silaha za nyuklia, Korea Kaskazini imesema, ikionya kwamba Trump kamwe asije akayazungumzia mataifa mengine ambayo yanakuja na mifumo mbadala ya kujilinda. Hata hivyo, mpango huo ulizinduliwa na Trump wiki iliyopita utatoa ngao ya safu nyingi dhidi ya vitisho vya masafa marefu kwa Marekani. Baadhi ya silaha za vingilia vitawekwa angani na mfumo huo unaripotiwa kujumuisha uwezo wa kushambulia maeneo ya kurushia kabla ya kombora kurushwa. Ofisi ya bajeti ya bunge la Congress imekadiria kuwa mradi huo unaweza kugharimu zaidi ya dola bilioni 542 katika kipindi cha miaka 20. Korea ya Kaskazini imerejelea pingamizi lake katika waraka uliotolewa na taasisi ya Wizara ya Mambo ya Nje ya mafunzo ya Marekani, ikielezea jumba la dhahabu kama mfumo wa kukera na sababu mbaya inayochochea mbio za kimkakati za silaha duniani. Matokeo hayo yaliripotiwa na vyombo vya habari vya serikali. Waraka huo ulishutumu Washington kwa kujaribu kuweka anga za juu za kijeshi, ikimaanisha kuwa mataifa yasiyofungamana na Marekani yatalazimika kufuata uwezo wa kinyuklia kama njia yao pekee ya kujilinda. Pia alionya kwamba nchi zenye satellite, ikiwa ni pamoja na Korea Kusini na Japan, yanaweza kuvutwa katika mkakati wa kijeshi wa Marekani na kutumika kama kulisha mizinga katika migogoro ya siku zijazo. Mradi huo ni zao la kawaida la Marekani kwanza: urefu wa kujihesabia haki, kiburi, vitendo vya juu vya kiholela, na ni hali ya vita vya anga ya juu inayounga mkono mkakati wa Marekani wa kutawala nchi nyingi ulimwenguni, shirika la habari la Korea Kaskazini limeeleza likinukuu kauli za Bwana Kim Jong-un. Wiki iliyopita msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema mataifa yote yana haki huru ya kuendeleza njia za kukabiliana na vitisho vinavyoshukiwa. Alipoulizwa haswa kuhusu Golden Dome, ulinzi wa Marekani, Moscow imepinga mara kwa mara uwekaji kijeshi kwa nafasi na vitendo ambavyo inaviona kuwa inavuruga usawa wa kimkakati wa kimataifa. Rais Vladimir Putin akizungumza katika mkutano wake wa kila mwaka na waandishi wa habari mwezi Desemba mwaka uliopita, alisisitiza juhudi za Urusi kuhakikisha kwamba silaha zake zenye uwezo wa nyuklia zinaweza kushinda hatua zote za kukabiliana nazo. Alisema kuwa miongo kadhaa ya uwekezaji wa Marekani katika miundombinu ya makombora ya kupambana na ballistic imegharimu sana walipa kodi na kuchangia kidogo usalama wa nchi yao. Hata hivyo, ameongeza zaidi Bwana Kim Jong-un, kiongozi wa Korea Kaskazini, kwamba ikiwa Marekani imekuja na mfumo huo wa kujilinda, basi isilaumu mataifa mengine yakija na mifumo ya kujilinda ambayo ni makombora ya nyuklia, huku akisema kwamba lazima watazalisha makombora ya nyuklia kwa wingi ili tu kutoa matishio kwa mataifa mengine. Donald Trump anadai kwamba anataka kujilinda, kwa hivyo nasi tutajilinda kwa namna tunavyojua sisi. Lazima tuzalishe silaha za nyuklia kwa wingi, anasema Bwana Kim Jong-un, kiongozi wa Korea Kaskazini. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.